Shalom, shalom, ndugu mtazamaji Monica TV unayenitazama. Leo ni siku nyingine nzuri tu, siku ya baraka, ya neema na kibali ambayo tumepata mbele za Bwana. Sasa hii atasimama mbele zenu ili kuwapatia ujumbe kutoka kwa Mungu. Ni katika kipindi chetu cha Hakuna Jipya Chini ya Jua kinachoendeshwa nami mchungaji Kifusile Mulenda wa Yesu, ambacho kitazungumza mambo mengi tu kuhusu yanayotendeka duniani, yaliyopita na yatakayokuja. Kwa hiyo ninaomba tu kwa unyenyekevu wote ushikamane nami hadi mwisho wa siku ya leo. Kuna jambo ambalo Bwana atalipenda. Acha tuweze kupekua maandiko matakatifu, tuanze na kazi ambayo tunakwenda kuifanya. Haleluya. Katika mafundisho yetu ya siku ya leo tunakwenda kuzungumzia somo ambalo linasema Kristo ni ufalme wenye nguvu. Nafikiri somo letu hili kuna wakati tumewahi kulintroduce, lakini tukawa tumesumbuliwa kwa sababu ya itilafu za kimitambo. Lakini leo tunakwenda kuendelea na somo letu hili. Kwa habari za somo letu la Hakuna Jipya Chini ya Jua, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutakwenda kuyazingatia, lakini leo tutakachokizingatia sana, leo tutazungumza sana kuhusu ustadi katika ufalme wa Mungu au Kristo. Ustadi katika ufalme wa Mungu au ustadi katika Ukristo. Haya ndiyo mambo ambayo tutakwenda kuyazungumzia siku ya leo. Ustadi ni nini? Tunaweza tukajiuliza swali hili. Ustadi ni nini? Ustadi kwa lugha ya Kiingereza ni skills ndio ustadi. Kiswahili kinasema ustadi au ujuzi, lakini Kifaransa kinasema competence au competence kwa Kiingereza tena kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo question inakuja, ustadi ni nini? Kama definition ya ustadi katika lugha ya Kiingereza, the ability to do something well, au uwezo wa kufanya kitu vizuri au uwezo wa kutenda jambo vizuri. Huo ndio ustadi, uwezo wa kufanya kitu vizuri. Kwa nini tunazungumzia ustadi? Kama tulivyotangulia kusema, tumesema kwamba Ukristo ni ufalme wenye nguvu. Kama Ukristo ni ufalme wenye nguvu, lazima kila tunachokifanya kiwe kile ambacho kinaweza kutupatia ushindi dhidi ya ule ufalme tunaoshindana nao. Kwa maana hiyo itatuwezesha sana kudhihirisha zile nguvu ambazo zimo katika Ukristo kwa watu wote wasiojua habari za ufalme wa Ukristo, na itatusaidia pia kuweza kudhihirisha ule uweza wa Mungu katika maisha ya watu wote, kudhihirisha uweza wa Mungu mbele za wale watu walio katika ufalme shindani, yani katika ule ufalme unaoshindana na Ukristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, ustadi tunaozungumzia hapa katika kazi ya Mungu ni katika area zote au sekta zote za maisha ya Ukristo au ya Wakristo, au katika sekta zote za utumishi wa kazi ya Mungu. Kwa hiyo katika maeneo yote tunatakiwa kutumia ustadi. Yaani ili tuweze kushinda ule ufalme tunaoshindana nao, lazima tuhakikishe ya kwamba kila tunachokifanya kimefanyika katika hali ya ustadi. Na katika hiyo hali ninajua ya kwamba tutakwenda kupata ushindi wa mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuanze na kitu moja. Tuingie katika ustadi. Tuzungumzie kwanza ustadi katika kazi ya uimbaji wa nyumbani mwa Bwana au uimbaji wa Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika uimbaji wa nyumba ya Bwana kuna kitu ambacho tunapaswa kuzingatia, ustadi wa sauti. Tunaweza tukasema technical voices. Bwana Yesu asifiwe sana. Vocal technique. Tuseme tu vocal technique kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Vocal technique. Kwa Kiswahili naweza nikasema mbinu za sauti au technique vocale kwa Kiingereza, kwa Kifaransa. Tusome katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, sura yake ni ile ya 25.
Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ni 25 na mstari ni ule wa 6 hadi 7. Nitasoma katika Biblia ya tafsiri jipya. Ukiwa na ile ya zamani unaweza ukasoma tu na utakuta kwamba hakuna utofauti. Ninasoma katika jina la Yesu. Hawa wanaume wote walikuwa chini ya usimamizi wa baba yao kwa ajili ya uimbaji katika hekalu la Bwana, wakitumia matoazi, zeze na vinubi kwa ajili ya huduma katika nyumba ya Mungu. Asafu, Yedutuni na Hemani walikuwa chini ya usimamizi wa mfalme. Pamoja na ndugu zao wote walikuwa wamefundishwa na kuwa stadi wa uimbaji kwa Bwana. Idadi yao walikuwa 288, vijana kwa wazee, walimu kwa wanafunzi. Wote walipanga kazi zao kwa kupiga kura. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka sasa tuweze kusikiliza vizuri ili ambalo linasema. Hapa tunasikia kwamba kuna watu ambao walikuwa wameagizwa na mfalme ili waweze kusimamia huduma ya uimbaji katika nyumba ya Bwana. Mfalme anayezungumziwa hapa sio mwingine bali ni mfalme Daudi. Na mfalme Daudi tunajua sisi sote kwamba ndiye aliyepewa ramani ya ujenzi wa hekalu la Mungu katika Yerusalemu. Ingawa yeye hakupata fursa au kibali cha kujenga ile kazi, kama vile tunavyojua Biblia inasema Mungu alikataa Daudi asimjengee nyumba kwa kuwa alikuwa mtu wa vita na alimwaga damu nyingi sana. Na maandiko yanasema kwamba Mungu akamwambia Daudi, wewe hautanijengea nyumba kwa jina langu, lakini mwanao atakaotoka katika viuno vyako ndiye atakayenijengea nyumba kwa jina langu. Lakini aliyeanzisha ile initiative, alianza hiyo initiative ya kujenga nyumba ya Bwana ilikuwa ni mfalme Daudi. Aliyekusanya fedha na dhahabu akaweka hazina kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu ilikuwa ni mfalme Daudi. Na yeye ndiye aliyepewa ramani ya ujenzi wa nyumba ya Bwana, na tena yeye ndiye aliyepewa mwongozo wa upangwaji wa watumishi katika hekalu la Bwana. Kwa hiyo yeye ndiye aliyekuwa amepewa maagizo yote, jinsi hekalu litakavyojengwa na jinsi utumishi utakavyoendeshwa katika nyumba ya Bwana. Na ndiyo maana hapa tunaposoma tunakuta ya kwamba Biblia inasema kina Hemani, Yedutuni, Asafu, hawa wote waliokuwa waimbaji wakiimba katika nyumba ya Mungu walikuwa wameagizwa na mfalme, walikuwa wameamuriwa na mfalme Daudi ili waendelee kufanya hiyo kazi. Na kama tunavyojua maisha ya mfalme Daudi pia, pamoja na kuwa alikuwa mfalme, ni mtu ambaye alikuwa mwanasifa na mabudu, ni mtu ambaye alijua kumwimbia Mungu, alijua kumtumikia Mungu kwa kumwimbia, kwa kumsifu, kwa kumchezea na kwa kupiga pia kinubi kwa ustadi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo iliyosababisha mfalme Daudi akapata kujua siri za mambo yanayohusiana na uimbaji wa Mungu, uimbaji wa kumwimbia Mungu. Ni kwa sababu alikuwa katika hiyo sekta. Ni mtu ambaye aliweza kusimamia hiyo sekta. Ni mtu ambaye yeye mwenyewe alikuwa mwana maabudu, alikuwa mwana sifa, alikuwa mtumishi wa Mungu katika hali ya uimbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo Biblia inasema wakati alipopewa fursa ya kupanga uimbaji katika nyumba ya Bwana au katika utumishi wa nyumbani mwa Bwana kwa njia ya uimbaji, Biblia inasema aliwaweka kina Hemani, kina Yedutuni, lakini hawa Hemani, Asafu, Yedutuni nao walikuwa na watoto wao ambao pia walikuwa waimbaji na walikuwa na vipaji kabisa vizuri vya kuimbia Mungu, vya kuimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema hawa watu waliowekwa na mfalme walikuwa wamefundisha ndugu zao pamoja na watoto wao kufanya aina ya uimbaji katika nyumba ya Mungu uliokuwa uimbaji wa ustadi. Biblia inasema kwamba hawa watu wote idadi yao ilikuwa 288, 288. Na Biblia inasema hivi, hawa watu wote walikuwa wastadi wa kuimba, walikuwa wamefundishwa kuimbia Mungu kwa ustadi.
Ina maana hawakukuwa waimbaji wa kawaida, hawakufanya uimbaji wa kubahatisha, bali uimbaji wao ulikuwa wa ustadi. Lakini pamoja na kuwa wamesema uimbaji huu ulikuwa wa ustadi, Biblia inatuonyesha namna gani hawa watu walifikia kuwa wastadi. Huo ustadi waliupataje? Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba walifundishwa kuwa wastadi. Ina maana kumbe ustadi wao ulitokana na mafundisho, si kitu ambacho kilijizaa tu. Walikuwa na vipaji, lakini vile vipaji vikanolewa kwa njia ya mafundisho, wakafanyika kuwa wana sifa bora na wana maabudu wazuri ambao wanaelewa nini wanachokifanya. Kwa sababu kama tulivyo define ustadi, na maana the ability to do something well, the ability to do something well, yani uwezo wa kufanya jambo vizuri. Kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kufanya kazi ya uimbaji vizuri, lakini ule uwezo wa kufanya kazi ya uimbaji vizuri waliupata kwa njia ya mafundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitaka unielewe vizuri, unaweza ukasoma katika kitabu cha Midali sura yake ya 12 mstari wa, wacha tusome Midali ili tuanze kuelewa haya mambo vizuri, kwa sababu ni muhimu kuelewa mambo wakati ambapo tunafanya. Tuwe tunajua, tunasoma maandiko, yatatusaidia. Usifanye vitu kwa akili zetu wenyewe, tunaweza kuharibu. Na hii ni kazi ya Mungu. Haleluya. Sura ya 12 mstari wake wa kwanza, kitabu ni cha Mithali, kinasema hivi: kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Ina maana hii, mtu anayependa maarifa au kupata uwezo wa kufanya kitu vizuri lazima apende mafundisho. Lazima upende mafundisho, ndio utapata ikiwa unapenda maarifa, penda mafundisho. Lakini naendelea kusema, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kama haupendi kukua corrected, kama haupendi kukua kusaishwa, kukosolewa, ina maana wewe haupendi maarifa na wewe ni kama mnyama. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo tunaposema ya kwamba hawa watu walikuwa wastadi, walifundishwa, ndipo wakaweza kupata ustadi. Kumbe njia mojawapo inayomfanya mtu kuwa mstadi wa kitu chochote katika kumfanyia Mungu kazi ni mafundisho. Na kwa lugha ambayo tunaelewa katika kizazi chetu hiki, tunaweza tukasema practice. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafundisho yetu tunayafanya kwa kupanga muda wa practice. Tunajipanga, tunasema siku fulani tutakuwa na mazoezi. Mazoezi yanaanza saa 8 mpaka saa 10. Yaani hakikisha ya kwamba unaonekana kwenye mazoezi, kwa sababu huu ustadi hauji nje ya mazoezi, bali unapatikana kwa njia ya mazoezi. Yale mafundisho, tunafundishana masauti, tunafundishana styles za kucheza, tunafanya choreography, tunafanya harmonies ya masauti. Ni yale mazoezi ndio yanatufanya sisi tunakuwa wastadi. Kwa hiyo hauwezi kujua kuimba vizuri ikiwa hautakubali kushiriki mazoezi jinsi inavyofaa. Na waimbaji wengi wanaotumikia Mungu katika kizazi hiki, kitu ambacho kinatuma wanafeli, hawapendi mazoezi, hawapendi maandalizi, hawapendi kufundishwa. Wana viburi, wanasema wanajua, wanasema wana Roho Mtakatifu, Roho atawasaidia tu. Lakini hata hawa kina Asafu, akina Emani na kina Yedutuni walikuwa manabii, hawakuwa tu waimbaji peke yake. Walikuwa pia manabii. Biblia inasema walikuwa wanatabiri kupitia vinanda, walikuwa wanatabiri kupitia vinubi. Kwa hiyo walikuwa manabii, na hakuna jinsi ambavyo mtu yeyote anaweza kutabiri pasipokuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ndani mwake. Ina maana walikuwa na Roho Mtakatifu, yule Mungu aliyekuwa anawafunulia maneno atakayo yatabiri kwa watu alikuwa ni Roho wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuwa na Roho wa Mungu sio sababu ya mtu kukataa mafundisho. Kuwa na Roho wa Mungu sio sababu ya kutokupractice. Bwana Yesu asifiwe sana. So we must allow teachers to teach us. We must accept to be taught.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tukubali kufundishwa, lazima turuhusu walimu walio na ujuzi kutuliko watusaidie zaidi, kwa sababu chuma unoa chuma. Biblia inasema hivyo. Hata kama unajua haumalizi yote, kuna kiasi ambacho mwingine anakijua. Sasa kile unachojua ukiungamanisha na kile ambacho mtu mwingine anacho, unapokipokea kwa kufundishwa, unakuwa bora zaidi. Na haya ndiyo mambo ambayo tunahitaji katika kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, kwa upande huo wa kazi ya Mungu katika kanisa la Bwana au katika huduma yoyote, upande wa mafundisho, lazima ukubali wakati ambapo tunakuja hivi, tunajua una kipaji, lakini kipaji hakitoshi. Biblia inasema hawa watu walikuwa wastadi, lakini pamoja na kuwa walikuwa wastadi, walifundishwa kuwa wastadi wa kumwimbia Mungu. Ina maana unaweza ukawa mstadi wa kuimba nyimbo zingine zote kabisa, lakini usiwe na ustadi wa kumwimbia Mungu. Lazima ufundishwe kuwa na ustadi wa kumwimbia Mungu, maana kumwimbia Mungu nako ni tofauti na kuimbia dunia, ni tofauti na kuimbia wapenzi, ni tofauti na kuimbia wanasiasa, ni tofauti na kuimbia mabose, ni tofauti na kuimba nyimbo za promotion ya biashara, ni tofauti ya kufanya wimbo za publicity ya mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo kumwimbia Mungu nako, pamoja na kuwa tuna vile vipaji, tunahitaji mafundisho, yani kuelekezwa. Kipaji hiki ili kiweze kumwimbia Mungu, lazima ufanye hiki na hiki na hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila hicho tutachikuta tuko ndani ya nyumba ya Mungu, lakini tunaimba tu sawasawa na watu wa mataifa. Yani hatutakuwa na ule uwezo wa kushusha roho wa Mungu katika ibada zetu. Kwa sababu gani? Hatuna ustadi wa kumwimbia Mungu. Manake haya mambo yanatofautiana. Kunakuwa na ustadi wa kuimba na kunakuwa na ustadi wa kujua kumwimbia Mungu. Yani uwezo wa kufanya kazi ya kumwimbia Mungu vizuri, nao unahitaji ufundishwe kupitia neno la Mungu. Yani wakuonyeshe maisha unayopaswa kuyaishi kama mwimbaji wa nyimbo za Mungu. Aina ya maisha, lazima ufundishwe aina ya maisha yanayokupasa. Tabia zako, mwenendo wako, mavazi yako, behavior zako mbele za Mungu zinatakiwa ziwe namna gani ili uingize watu wengine katika uwepo wa Mungu. Unatakiwa kufanya nini? Haya nayo ni mafundisho ambayo yanakuja kwetu kupitia nini? Kupitia mafundisho. Yani ni ustadi unaokuja kwetu kupitia mafundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusije tukaridhika tu na kuwa na vipaji, tukubali pia au tutafute pia mafundisho yanayoweza kutufundisha jinsi inavyotupasa kumwimbia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu falme ni mbili na kila falme ina uimbaji wake. Hilo lazima ulielewe kwamba tuna falme mbili shindani, lakini katika hizi falme kila ufalme pia una aina ya uimbaji wake. Sasa lazima ujue aina ya uimbaji ambao unatupasa sisi. Haleluya. Kwa sababu hata wale wakule nao wana uimbaji wao. Ndio maana katika ibada zao hawawezi wakasema Yesu ni Mungu, hawawezi wakasema Yesu ni Bwana, kwa sababu wamefundishwa hili jina Yesu ukilitaja huku linaleta madhara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wameonywa, ukiingiza kitu fulani tu unakuwa umefanya abomination katika kingdom yao. Na ndivyo ilivyo hata katika ufalme wa Mungu. Una baadhi ya mambo ukiyaingiza huko tu unaleta makufuru, unasababisha machukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo lazima ukubali kufundishwa, uelewe ni nini kinachostahili na nini ambacho hakistahili. Kama vile maandiko anasema vitu vyote ni halali, lakini vitu vyote si vitu vyote vijengavyo. Vitu vyote ni halali, lakini si vitu vyote vifahavyo. Kwa hiyo kuna vitu vingine ni halali upande mwingine, unapofika upande huu si halali. Kuna mambo mengine ukiyafanya unapokuwa katika dunia, unapokuwa katika giza ni vizuri, lakini unapokuwa kwa Mungu sasa ukianza kuvifanya vinakuwa sio halali. Kuna mambo ambayo yanafanywa na watu wa upande mwingine, wanayafanya na wanakuja wanafanya kazi wanafanya zile kazi zao vizuri na zinakuwa zinakuwa successful.
Lakini hiyo hali ukijaribu kuifanya huko, unaharibu, unawasha moto wa kigeni, unasababisha madhara katika maisha ya watu wanaosikia. I will give you an example. Katika dunia kuna waimbaji ambao wana condition kabla ya kuingia kwenye jukwaa. Tembea na wasichana 2, 3, 4. Hakikisha ya kwamba umelala nao kwanza, umedhini nao au umesherata nao, ndiposa uweze kupanda sasa kwenye jukwaa. Wakati unapanda kwenye jukwaa, unakuwa umewasha moto, umechochea nguvu kabisa za giza, ili kuweza kuvuruga, kukonvinsi watu walio katika kongamano lako au mkutano wako. Lakini huku kwetu Biblia inasema maisha ya watumishi wa nyumba ya Bwana wakiwa wamepangwa kusimama kwa zamu, kura ikiwa imewaangukia, wanajitahidi sana kuhakikisha wamelinda utakatifu wao kabla ya kuingia madhabahuni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba wameishi maisha ya utakaso, maisha ya kujilinda, maisha ya kuepukana na dhambi, maisha ya kuhakikisha kwamba hawawezi kufanya uasherati na waingie tena kufanya kazi ya Mungu. Maana huu ndio ustadi. Wamechanganya kipaji na lifestyle. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna talent na lifestyle, vyote vinamata katika kumtumikia Mungu, na ni lazima kuwe very careful sana. Huo ndio ustadi unaotakiwa, kwa sababu ndio unaoshushaga uwepo wa Mungu katika madhabahu ya watu tunapokuwa tunamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia pale katika technical, tuko pale tumezungumza kuhusu vocal technique. Tusome kwanza Samueli wa kwanza. Inatuonyesha nini? Samueli wa kwanza sura yake ya 16 na mstari wake wa 16 hadi ule wa 17 hadi ule wa 18. Ninasoma katika jina la Yesu. Inasema hivi: Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yake, watafute mtu aliye stadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujia, yeye atapiga kinubi mkononi mwake, nawe utapona. Basi Sauli akawaambia, vema, nitafutieni mtu aliye stadi kwa kupiga kinubi, mkamlete. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehemu aliye stadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye Bwana yu pamoja naye. Haleluya. Hicho ndio kitu ambacho nataka sasa tukizungumzie. Biblia inasema wakati ambapo Sauli alikuwa anasumbuliwa na roho mbaya kutoka kwa Mungu. Aseme Sauli alipewa advice, alishauriwa na watumishi wake kwamba, Bwana, uturuhusu tukutafutie mtu aliye stadi, yani anayejua kucheza kinubi vizuri, anayeweza kucheza kinubi vizuri. The problem is, hawa watu hawakukuwa wanatafuta mtu atakayecheza kinubi. Hawakutafuta mtu atakayecheza kinubi, lakini walikuwa wanatafuta mtu anayejua kinubi ili acheze kinubi. Haya ndio mambo mawili ambayo tunapaswa kuelewa. Kuna mtu ambaye yuko tayari kucheza kinubi, lakini hana ustadi wa kucheza kinubi. Kwa hiyo hawatafuti mtu anayependa kucheza kinubi au anayetaka kucheza au atakayekubali kucheza, lakini wanatafuta mtu anayejua kukicheza kinubi vizuri. Sio kujua tu, lakini anayejua kukicheza vizuri, anayejua kukicheza jinsi pasavyo. Huyo ndiye anaitwa mstadi, ili aje afanye hiyo kazi. Nataka nikueleweshe kitu kimoja. Katika maisha haya hawatafuti mtu ambaye atakuja kujaribu. Hata katika maisha yetu ya kawaida haya, hakuna mahali popote utaenda kwenye kampuni yoyote alafu wakakwambia ya kwamba tuna kazi iko hapa, mtu ni mtu aje afanye kazi. Hapana. Ukiona mabango ya kazi yamewekwa mahali popote, wanatafuta mtu wa kufanya kazi. Wanatafutaka mtu ambaye ana CD, na wanasema tunatafuta mtu ambaye ana ujuzi wa kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani.
Na ukifika pale, ili wa confirm kama una ujuzi, lazima utawapatia document zako au stakabazi zako za elimu na experience yenye uko nayo ambayo inaitwa CV, ili kuaminisha ya kwamba ile kazi wanayotaka uifanye utaifanya jinsi inavyopaswa. Na wakiona kwamba CV yako haiko sawa, wanakunyima kazi, kwa sababu hawatafuti mtu tu atakayefanya kazi, ila wanatafuta mtu atakayeweza kuifanya ile kazi. Na yule mtu anayeweza kufanya ile kazi, huyu ndo anaitwa mstadi, aliye na uwezo wa kufanya kitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu walimwambia Sauli, tukutafutie mtu mzuri wa kucheza hii kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu kitu kinachonifurahisha ni kwamba wakati Sauli alikubali, palikuwa na mtu mwingine mmoja kati ya watumishi wake aliyeenda zaidi ya ustadi uliozungumzwa na wenzake. Yeye aliwaambia wenzake pamoja na Sauli mfalme kwamba mimi ninamjua mtu ambaye sio mstadi tu, lakini huyu mtu ni mstadi. Kando na kuwa mstadi, yeye ni mtu jasiri na shujaa ambaye Mungu yuko pamoja naye. Yaani ni mtu ambaye ni mcha Mungu, ana Mungu katika maisha yake. Na huyo kile kipaji chake kikichanganywa na presence ya Mungu, kikichanganywa na uwezo wa Mungu ndani mwake, lazima kutakuwa na mlipuko wa mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sio ustadi tu, behind every talent there is power, there is spiritual power. Nyuma ya kila kipaji kuna kuwaga na nguvu za kiroho. Ili uweze kufanikiwa katika ile kazi unayoifanya, ili ustadi wako kufikishe mahali popote, lazima unahitaji nguvu za kiroho. Ndio maana walio katika ulimwengu wa giza hawafanyi hizi kazi zikawafanikisha pasipo kutafuta nguvu zaidi za giza. Ndio maana wengi wanatoa kafara, wameenda Freemason, wameenda Illuminati, wameenda Maikari, wameenda Voodoo, wameenda Judaism, wameenda Ekanka, wameenda Islamic, wameenda kutafuta Hinduism, wameenda Buddhism, kwa sababu wanatafuta nguvu za kiroho ambazo zitakuja kuwasaidia kufanikiwa kupitia kile kipaji walicho nacho, ule ustadi walio nao. Ustadi without spiritual power is useless. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ustadi wa mtu au kipaji kizuri cha mtu bila kuwa na nguvu za kiroho hauna manufaa yoyote, hauleti faida ya aina yoyote. Kwa hiyo faida yoyote ya mtu katika kazi anayoifanya inapatikana pale ambapo ujuzi wake unaungamanishwa na nguvu za kiroho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana uwe na wimbo uguse maisha ya mtu. Ule wimbo ule uguse moyo wa mtu na umfanye yeye akuwe concentrated na atamani kusikia Mungu. Lazima uwe na nguvu za kiroho ndani mwako. Ndio maana kuna concert hata za watu wa secular music ambazo ukizisikia ama ukitazama kina Michael Jackson, ukiangalia performance zao, live performance zao, wakati wana perform unakuta watu wanalia, watu wanakata mavazi yao, wanawake wanavua mpaka nguo za ndani, wanazirusha kule kwenye jukwaa anakopafumia, because there is spiritual power behind that talent ambayo inawavuta, inagusa mioyo, inaharibu ufahamu wao kiasi kwamba wanachanganyikiwa. Na wengine walikuwa wanasirai katika concert za Michael Jackson, mpaka mtu anakufa, anakuwa emotional mpaka anakufa. Kwa sababu gani? Anashikwa na nguvu za giza za kiroho zinazopitia kile kipaji cha yule mtu. Kwa hiyo hizi nguvu hizi zisipokuwa katika maisha ya mtu yeyote aliye na kipaji au anayehudumu mahali popote, hata katika nyumba ya Mungu, akiwezi kugusa moyo wa mtu kiasi cha yeye kutamani kubadilisha maisha yake. Never, never, never. Na ndiyo maana lazima tuhakikishe ya kwamba kila tunachokifanya
kimekuwa kinasindikizwa na nguvu kamili za Mungu aliye hai, ambaye ni Roho Mtakatifu. Mungu akusaidie sana uweze kuyaelewa hayo. Na hii ndio ilikuwa siri ya Daudi wakati anapocheza kinubi. Hakuwa anacheza katika hali ya kawaida. Alikuwa anahakikisha ya kwamba anapocheza kinubi lazima manifestation ya Holy Spirit ina